ya kubariki mafuta ya wakatekumeni, nafuata tendo la kuwekwa wakfu krisma. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na wastahili kupata wokovu wa milele. Padre, tunyoshe mikono. Mungu, uliye asili ya maendeleo yote ya utakatifu, tunakuomba upokee shukrani na sifa ambazo kanisa linakutolea kwa furaha kwa kinywa chetu. Hapo mwanzo wewe uliamuru nchi izae miti ya matunda. Miongoni mwa miti hiyo ilizaliwa mizeituni yenye utomvu mzito, ambayo matunda yake yanafaa kwa kutengeneza krisma takatifu. Hata Nabii Daudi aliona mbele sakramenti zitakazotuletea neema yako, akaimba kwamba mafuta yatazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Na wakati ule dhambi za ulimwengu zilipofutwa kwa tufani kuu, njiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akajulisha kwamba
amani imerudi duniani. Na hii ilikuwa alama ya wokovu, alama ya zawadi kubwa zaidi itakayokuja. Sasa tunaona yale matokeo yake. Wakati dhambi za watu zinapooshwa na maji ya ubatizo, mafuta haya yanazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Ulimwamuru pia mtumishi wako Musa, baada ya nduguze Aaron kuoshwa kwa maji, amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifuatwa na jambo jingine kubwa zaidi. Baada ya mwanao Yesu Kristo kumwomba Yohane ambatize na maji ya Yordani, ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya njiwa. Na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwanao wa pekee unayependezwa naye. Kwa kufanya hivyo, ilionekana wazi kuwa umetimiza yale aliyoagua nabii Daudi, ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Padre, tunanyosha mkono wa kuume. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunakuomba uyabariki na kuyatakasa mafuta haya uliyoyaumba, uyajaze nguvu ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako. Maana Krisma imepata jina hilo kutokana na jina lake takatifu. Nawe uliwapaka Krisma makuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako. Uifanye Krisma hii iwe ishara ya uzima na wokovu kamili kwa wale watakaozaliwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Ufute uovu waliozaliwa nao mara ya kwanza kwa kupakwa mafuta haya matakatifu, wageuke kuwa hekalu lako tukufu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza. Kwa ishara hii ya Krisma, wajalie wapate heshima ya kifalme, ya kikuhani na ya kinabii, na kuvikwa vazi la kutokuharibika. Uifanye Krisma hii iwalete wokovu hao watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu. Hatimaye iwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu.